Dada Jeni, karibu. Asante sana. Wewe umetokea wapi? Umetusikia wapi? Mimi nimetokea Arusha. Arusha. Ndio. Okay. Na nimewaona kwenye mitandao ya kijamii. Ulikuwa unafanya nini wakati unatuona? Nilikuwa naangalia kwenye kuperuzi na kudadisi. Nikawaona na mimi kwa muda mrefu nilikuwa natafuta kitu cha kufanya ili niweze kujitoa. Nikaona nilivyoona na maelezo yenu pale, nikaona hii ni sehemu sahihi. Okay. Haya, sawa. Karibu. Asante sana. Uko tayari kwenda kufanya kazi za ndani? Niko tayari. Vizuri kabisa. Ulishawahi kuzifanya? Niliwahi kufanya kama ajira au kwa mume wako nyumbani? Kama ajira. Kama ajira. Uliwahi kufanya? Ulikuwa unalipwa shilingi ngapi? Nilikuwa nalipwa kama shilingi 200,000 hivi. Mara 1000 mara laki. Jamani, unataka kutudanganya nini? Hapana. Kwa nini unasema mara 1000 mara laki? Ilikuwa ni 200,000 lakini ilikuwa ni watu wa nje, sio wa hapa. Ni wale watu wa nje. Watu wa nje wapi hao? Walikuwa ni wa Zambia. Wapi huko walikuwa? Wanakuwa wanafanya kazi ya Sami. Shirika elimu chuo kile cha Sami. Kwa walikuwa wamekuja pale kusoma, kwa hiyo nilikuwa niko pale na waangalia. Kwa hiyo walienda akaleta familia yake. Baada ya kuleta familia yake nikawa na ndio wakawa nakulipa 200,000. Okay. Sasa kwa nini ukaacha? Niliacha kwa sababu nilikuwa nafanya mambo yangu. Mambo gani tena? Unaacha kazi unaenda kufanya mambo yako yapi? Na pia waliondoka. Waliondoka. Walivyoondoka nikaenda kufanya mambo yangu tu, business zangu ndogo ndogo. Nilikuwa napika vitafuno. Napika vitafuno. Baadaye nikawa nimetoka hapo. Nikawa sasa ni kama mama wa nyumbani. Mama wa nyumbani. Okay. Kwa hiyo ulikuwa mama wa nyumbani. Una watoto, una familia? Na familia. Mume na watoto wangapi? Mume na watoto 5. Na watoto 5. Okay. Kwa hiyo muda wote umezaa watoto wote 5 ukiwa mama wa nyumbani. Hujawahi kuingia kwenye biashara. Kwa hizi unazosema ni story za zamani kabla hujaolewa. Zamani kabla sijaolewa. Kabla hujaolewa. Nilipokuwa nimetoka tu shule. Okay. Shule ulisoma mpaka form 4. Mpaka form 4. Baada hapo ndo kwa umeingia kwenye ujasiriamali. Baadaye ukaolewa ukaachana na kazi kabisa. Nikawa nimeacha. Sasa kwa nini leo hii unataka kazi? Natamani kutoka kidogo kiuchumi. Na mimi nifanye na mimi kama mwanamke wa Zabuye ni mithali 31. Okay. Na mambo pia nayo yamekuwa mengi. Yamekuwa mengi. Kivipi? Watoto wako wote 5 wako wapi? Wako Arusha. Wako Arusha. Wako na nani? Wako na baba yao na bibi. Na bibi. Bibi yupi? Mzaa mama. Na baba yao. Wanaishi pamoja? Mama lakini anakuja kuangalia. Anakuja kuangalia watoto. Okay. Lakini baba yao yuko nao. Yuko nao. Kwa hiyo wewe umewezaje kumshawishi mwenzako kwamba mimi naenda kwenye kazi? Mpo pamoja bado? Bado mpo pamoja? Umemshawishije kwamba mimi naenda Dar es Salaam kufanya kazi ndani? Niongea naye tu, nikamwambia nahitaji sasa pesa, maana kabla hapo katikati baada ya kumaliza siku za mtoto wa mwisho nilienda kufanya kazi kwenye hoteli moja. Sasa kwenye ile hoteli nilifundishwa mambo ya kupika sana, kwa hiyo nikawa najua kupika vizuri. Lakini natamani sana nikawa naweza kutoka kwenda kupika sehemu mbalimbali. Sasa nikawa nahitaji kupata hela kwa ajili ya kununua vyombo na mimi niwe nafanya hizo kazi za kupika. Za kupika. Kwenye shughuli mbalimbali. Kwenye shughuli mbalimbali. Lakini sina mtaji ama pesa ya kununua hivyo vitu. Kwa hiyo ndio kilichokufanya uje huko. Okay. Sawa. Kwa hiyo unafahamu sasa huku tunafanya kazi kwa utaratibu. Kwamba kuna mkataba ni wa mwaka mmoja. Ndio najua. Unajua. Na uko tayari? Nimesoma ndio. Uko tayari? Niko tayari. Kabisa. Okay. Karibu. Asante. Kwa upande wa changamoto ambazo sisi tunapata kwa mama ambao washakuwa na maisha yao, miji yao, washajitegemea, ni ile hali ya kukubali kwenda kufanya hizi kazi.
yani zile changamoto za hizi kazi. Changamoto za hizi kazi, wewe unaweza ukapata bosi ambaye ni mdogo kwako. Bosi ambaye amekuzidi kipato lakini umri wake ni mdogo. Lakini anahitaji wewe umtumikie kama mfanyakazi wake. Hatuendi na mambo ya mila na tamaduni kwamba mimi ni mkubwa, wewe ndio unatakiwa uniamkie. Hapana, wewe ndio utamwamkia bosi wako. Lakini zaidi sana, yani ile hali ya unyenyekevu kwamba muda wote uko tayari kumhudumia, kwa sababu unapokwenda nyumbani kwake huendi kushindana naye wala huendi kukaa pale kama mkubwa mwenzako. Yani unakwenda kwa ajili ya kutumwa majukumu ya pale nyumbani. Shughuli zote pale nyumbani zifanyike vizuri tena kwa wakati. Kwa hiyo ndio changamoto tunaipata kwamba wakishakuja wadada ambao ni watu wazima ambao kidogo walishafika kwenye stage za kujitegemea, tofauti na mabinti ambao ndio wametoka chuo. Hawa mara nyingi kidogo ni rahisi hata kwenye kuwa train huku wanakuaga kidogo wanaweza kubadilika. Lakini nyinyi kwenu hiyo ni changamoto. Sijajua umejipangaje kuweza kwenda kumudu hizi kazi za kutumwa. Na ni ngumu na unachelewa kulala, unawahi kuamka, ndio hivyo kwa kwanza kuamka, kwa mwisho kulala. Lakini hapo kuhakikisha kwamba bosi wako utakayepangiwa anaridhika na utendaji wako wa kazi, kwamba unapofanya kama kuna jambo limetokea hajalipenda, yani usimfanye akaogopa kukuambia kwamba dada Jeni hichi kitu kimeenda vibaya. Sio tena umnunie, umkazie sura au na wewe tena umpandishe sauti, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi hadi ya mabosi dada kama anakuambia mimi sio kwamba yani anachoogopa ni kwamba je, utakuwa tayari kumhudumia? Wewe umejipangaje kwenye hilo? Wasipate shida. Niko vizuri kabisa. Na wasiwe na wasiwasi kabisa. Niko vizuri kuwahudumia, kuwatii, kufanya chochote kile kwa ajili ya kutimiza malengo yangu. Hicho ndicho ambacho wanachokihitaji. Mimi si sawa, naweka hii awareness ili iweze, yani ujue matarajio ya mabosi. Bosi hatarajii kwa kuwa wewe una umri mkubwa aogope kukutuma au atakapokuambia kuna kitu hakiko sawa umnunie au umjibishe. Bosi anachotarajia ni kwamba wewe unajitambua, tena ni mtu mzima. Kwa hiyo utajua kabisa niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha nimemhudumia au nimewahudumia mabosi wangu, na mabosi ni wale utakao wakuta mle ndani. Sio yule ambaye utahisi labda huyu ndo anatoa hela, aidha ni baba au ni mama, basi huyo ndio unaona wa kumheshimu, wengine wote unakuwa unaachana na. Hapana. Heshima ni kwa wote utakao wakuta mle ndani na kutunza siri za mle ndani. Hauendi kule kama mwandishi wa habari wa kutoa siri za familia ya watu nje. Hapana. Unakwenda pale kuwatunzia siri zao, utakayoyakuta mle ndani hayakuhusu. Wewe ni kudili na majukumu ambayo yamekupeleka pale. Na mwisho wa siku ukifanya hivyo, basi hao mabosi hawana shida kulipa. Hawana shida kabisa. Ndio maana sisi tunawaongoza na hata vipindi vyetu tunafanya ni ili hao watu waone yale tunayowaelekeza, kwa sababu hayo ndio wanayoyataka. Wanapotupigia simu, mimi nahitaji mfanyakazi. Ukimwambia una majukumu gani na unataka dada aje kufanya nini, haya ninayokuambia ndio anayoyataka. Sitaki dada kubishana na mimi, sitaki dada ambaye atakuja nyumbani kwangu atake wewe kuwa bosi wangu. Sitaki dada ambaye ananuna ovyo, sitaki dada, unaelewa? Kwa hiyo haya ambayo sisi tunayatumia tunapowaelekeza kuwaambia yale ambayo mabosi wenu wanakuwa wanatuambia wakati wanahitaji wafanyakazi. Ukiweza kuyatekeleza hayo, dada Jeni, utafanikiwa katika kazi hizi, kwa sababu sio wote wanakuaga wanashindwa. Baadhi wanashindwa, lakini wapo wajanja ambao wanaweka umri wao pembeni, wanaweka mazoea yao pembeni kwamba mimi nilishakuwa na kwangu, kwa hiyo anataka aende kwenye nyumba ya mtu kama kwake. Hapana. Kwa hiyo wanakuwa wanyenyekevu mpaka hata bosi mwenyewe unaogopa kwamba jamani, huyu mama mbona amejishusha sana, mbona ni mnyenyekevu sana. Na watu wanaishi kwa amani mpaka pale utakapotimiza malengo yako na wewe unaenda kuendelea na maisha yako. Na imani dada Jeni umenielewa. Nimekuelewa vizuri kabisa. Sasa sisi kazi yetu ni kuangalia kwamba usitapangiwa kazi. Ni kusubiria tupate feedback za bosi. Vipi dada Jeni anaendeleaje? Atatuambia sasa. Na akituambia kama ni vitu vya ambavyo ni tofauti, tutakwambia. Bosi wako anasema kuna 1 2 3. Kwa hiyo ujirekebishe. Uzuri ni kwamba sisi tunaamini kwamba hii ni maisha ni shule. Kila mtu unayekutana naye ni shule. Sio, unaelewa? Sio kwamba
yani unajiona wewe ulishajua kila kitu. Mimi ni mtu mzima najua. Hapana. Unapokwenda kumfanyia mtu kazi, huwezi kuwa unajua kila kitu. Lazima ufanye vile anavyotaka yeye. Sio, unaelewa? Naenda kulea watoto, na sisi tunasemaga jamani, msiende kuwapiga watoto wa watu. Sasa useme mimi mama wa watoto 5, kwa hiyo huyu mtoto wake sijui mtundu sijui nini nimemwadhibu. Hapana. Watoto 5 wa kwako ulivyowalea ni tofauti na wabosi wako wanavyotaka kulea wa kwake. Wewe umeenda pale, saidia majukumu, sawa. Kwenye adhabu za watoto sisi tunakataza kabisa. Kama utapata nyumba yenye watoto, adhabu marufuku. Usiwape watu adhabu. Kama anakosea, mwambie bosi wako. Wazazi wake, mwambie bwana mtoto kafanya 1 2 3, lakini sio wewe tena kuchukua kiboko kumchapa. Hapana. Sawa. Haya, dada Jeni, karibu. Asante sana. Unatafuta kiasi gani? Natafuta kama milioni 5. Milioni 5? Milioni 5. Uko tayari kufanya kazi miaka mingapi? 2? Niko tayari. Haya, sawa. Lakini hujasomea, si ndio? Wewe una cheti cha mapishi? Hapana, ni utundu tu wa kutembea. Katika kutembea ukaongeza ujuzi wa mapishi. Kwa umesema umefanya hotelini? Ndio. Hoteli ya level gani? Hoteli vya kawaida au hoteli kubwa? Hoteli hizi za kawaida tu. Za kawaida Okay. Sawa. Nafikiri ukifanya kazi na sisi tutajua zaidi uwezo wako na tutaweza kukushauri kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kuongeza ujuzi hata kama hawajasomea pase, lakini ukiangalia uzoefu wake unaweza ukamshauri nini cha kufanya ili aweze kufika kwenye hizo level, kwa sababu sasa hivi shule zipo, yani shule za kuongeza ujuzi zipo nyingi, ziko kwa njia ya mitandao. Kwa hiyo unaweza ukaongeza ujuzi wa baadhi ya vitu, then baada ya hapo ukawa kama yani ukawa professional kabisa. Kwa hiyo lazima ujuzi. Kinachokupa hela siku zote ni ujuzi wako, sio umri wako. Ujuzi wako. Ukiweza kuwa na ujuzi ule ambao ni wa level ya juu, hela yoyote ukihitaji baipo unalipa. Elewana Ndio. Mmesikia jamani hilo la ujuzi. Ujuzi ndio unaokulipa hela. Sio umri wala makaratasi. Sio ukasema mimi na degree. Ujuzi. Utakapopewa kazi ukaifanya vizuri, yule unayemfanyia utamshawishi akulipe vizuri. Kwa hiyo karibu sana dada Jeni. Asante sana. Hai.